awe nanyi. Karibuni sana katika tamko takatifu la misa ya Jumapili ya leo. Mwenyezi Mungu mtendea makubwa katika juma hili pamoja na kutupa uhai na uzima. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima aliyopatia, lakini pia kutuongoza katika mahali hapa patakatifu na kushirikisha maisha yetu. Kushukuru ni kuomba tena kupitia ibada hii, misa hii, tamko hili, tuzidi kuomba Mungu ili aweze kubariki maisha yetu. Leo tunaalikwa tujifunze wema wa Mungu na huruma ya Mungu na uvumilivu wa Mungu kwetu sisi. Katika misa hii takatifu tujiunge na kwaya ya Mtakatifu Francisco Xaveri ambayo Beatrice na kanisa inamshukuru Mungu kwa neema na baraka ya uimbaji. Kwaya inaomba baraka za Mungu katika uimbaji na kustawi zaidi katika uimbaji na kutimiza malengo na mipango waliopanga itimie.
vipaji vya neema yako, ili wakiwa na ari katika matumaini, imani na mapendo, wadumu daima katika kuzishika kiaminifu amri zako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana anayeishi na kutana nawe katika umoja wa Mtakatifu Mungu milele na milele. Kisha aya ya 16 hadi ya 19. Hakuna Mungu mwingine yeyote ila wewe, aliyewaangalia watu wote, hata uonyeshe huyo ya kuwa hukuhukumu bila haki. Madhali ndiyo uwezo wako ulio asili ya haki, na kwa sadiki ya milki yako juu ya mambo yote unawaachilia wote. Kwa kuwa iwapo wanadamu hawasadiki ya kuwa imekamilika katika uweza wako, wewe wadhihirisha nguvu zako, tena ukijishughulisha na wale wasioikiri kweli hiyo. Waifadhaisha jeuri yao, walakini desturi yako unauzuia hata uweza wako, na hukumu kwa upole, na kuutawala kwa uvumilivu mwingi, yaani uwezo unao wakati wowote utakapokutumia. Pamoja na hayo, uliwafundisha watu wako kwa matendo yako ya namna hiyo, ya kwamba imempasa mwenye haki kuwa mpenda wanadamu. Tena ukawaatilia wanao tumaini jema, kwa sababu endapo watu wametenda dhambi utawajalia toba. Neno la Bwana. Kwa kuwa ndiwe uliye mkuu, wewe ndiye mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Mvumilivu, mwingi wa fadhili na kweli, unielekee
na kunifadhili mimi. Udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua njia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Neno la Bwana. aliwatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano
yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyepanda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, yafunge matita matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Katika Jumapili ya 16 na makanisa na kanisa zinakielezea nia njema ya Mungu na dunia hii na sisi. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Basi Mungu ni mwema na ni mtakatifu na amejaa utukufu. Nia yake, mpango wake katika dunia ni mzuri tu. Hata alimuumba Adamu, akamuumba Adamu kwa lengo jema, kwa lengo zuri kabisa. Ndio maana akaomba wewe kama Adamu, akakabidhi vyote kabisa, wala vitumie vimsaidie, lakini avitumie vitu hivi, atumie ulimwengu, akijua kwamba yuko aliyeumba na aliyeweka kwa dunia. Yaani kwa vitu vyema, vitu vizuri. Lakini ajabu, ulimwengu ule mzuri aliyeumba Mungu, baadaye wanadamu kwa nguvu zake, kwa aina zake na tabia yake, ameondoa uzuri wa mwanadamu, yaani kupitia dhambi kama kusoma tunasema watoto wana tabia mbaya, vijana wana tabia mbaya, kumbe hata wazee wana tabia mbaya, lakini wote tulizaliwa katika njema, katika nzuri. Hii tabia mbaya ya watoto, tabia mbaya ya vijana, tabia mbaya ya wazee, hata tabia mbaya ya viongozi, imetoka wapi? Imetoka wapi? Iko inajitokeza leo na hasa katika Injili ya leo, kwamba tabia mbaya ya vijana, ya watoto na wazee, hata viongozi na wengine imepandikizwa na adui. Na adui wetu kuwa ni nani? Ni Shetani. Ndiye aliyepandikiza, aliyeweka tabia mbaya kwa mwanadamu. Lakini mpango wa Mungu ulikuwa mwema, mzuri kabisa. Alimuumba katika hali ya utakatifu, lakini adui
Ibilisi, Shetani akapandikiza ubaya, uovu. Na hii ndio la Ibilisi Shetani, kwamba mwanadamu huyu asibaki katika utakatifu, asimtumikie Mungu wake, bali amtumikie yeye. Mfano tuongao, mtu alipanda mbegu njema, ngano njema, sio tu ngano au mpunga au mahindi, mambo yote mazao ambayo tunapanda. Unapanda mbegu nzuri, unapanda nafaka nzuri shambani, katika kuota na kukua, unaona magugu nayo yanaota tena karibu kabisa. Wanamume kwenye shamba wale wafanya kazi, ulipanda mbegu njema, mbegu nzuri shambani, magugu yametoka wapi? Kwa shambani magugu tena yanashoka nini, zile ngano au mahindi au mpunga. Ruhusu basi tukakusanye, tuyaondoe. Mwenye shamba anamwambia aliyepanda ni adui. Sema mkienda sasa hivi kuyakusanya na kuyang'oa magugu ambayo yameandamana na ngano na mazao mengine, hakika mtaharibu mazao mengine, ngano au mtafanya mkate mizizi ya ngano, bora viachito vikue pamoja. Ngoja yakue pamoja. Wakati kufika tutawaambia wavulana, kwanza kusanyeni awe magugu, myafunge chakatika, mkayachimu moto, baadaye turudie kuvuna hiyo ngano au mpunga au mahindi, tupeleke ghalani, tupeleke store. Hayo ni majibu ya Yesu aliyoyasema. Kwa kwanza kujifunza, Mungu aliumba ulimwengu mzuri na watu wema. Ubaya unaojitokeza katika dunia vita, magonjwa na kila kitu ni adui, ni Shetani. Tunajua adui wa Mungu ni Shetani, adui wa Mungu ni Shetani. Anayeleta makaribio na balaa, vita, magomvi, huyu ni adui, ni Shetani. Sasa tufanyeje? Jibu bado liko kwa Yesu. Tufanyeje? Watu wabaya na watu wabaya tuwaondoe, tuwaue, wabaki watu wema? Yesu sema hapana, sifanye hivyo. Wengine tuwavumilie watu hao, na katika kuwavumilia, sio kuwavumilia wakaa, tunawavumilia, tunawashauri, tunawavumilia, tunawasaidia, tunawavumilia, tunawaombea ili waachane na tabia hiyo mbaya. Kwa wengine leo tunaelekeza kwamba Mungu amejaa huruma na ni mvumilivu. Ameweza kusema kuvumilia hata magugu yanayosonga ngano na mazao yetu mazuri. Kwa hivyo na sisi tuwe wavumilivu, maana tunaishi na watu wabaya, watu waovu, tunaishi na majambazi, tunaishi na watu wasiokuwa na nia nzuri. Sio tuwaombee wafe,
wala kuwaua, kuwaondoa, kwa sababu uwepo wao pamoja na wao pia ni kama msaada kwa mama. Kwa mfano, tukiamua watu wote wenye tabia wa mama wote wenye tabia mbaya wafu, tukiamua kila anayetenda dhambi kama ni mama basi afa. Ukimua mama, ukiondoa mama mwenye watoto katika familia, unadhoofisha familia. Watoto wataishije? Baba ataishije pamoja na makosa yake mama huyu, pamoja na madhambi yake? Ukisema umuondoe afe, au sio kufa tu basi umpe daraka aondoke. Baraka nyingine, maisha yanakuwa ya ajabu na ngumu ndani ya familia, ndani ya ndoa. Inashangaza, inauma tabia ya mama. Sasa suluhisho sio kumfukuza, sio kumpa talaka, sio kumwondoa katika nyumba. Ukimwondoa watoto wataishije? Nyumba inakuwaje? Bora baba uvumilie huyu mama uishi naye, wakati utafika tu Mungu atamua. Lakini ukiwa na hasira, ukipani, ondoka, ukamtupia vitu vyake nje, ukamfukuza, sawa, ataondoka. Angalia kinachofuata kwa watoto. Au baba anatabia pale mlevi, kama mlevi tena mlevi kwelikweli, baba anakuwa kero katika familia. Unaamua mama kumwachia nyumba au kufukuza, sawa, baba kaondoka, bado umekubali magumu. Wewe utaishije? Pamoja na udhaifu wake, makosa yake, pamoja na ulevi wake, pamoja na uhuni wake, lakini angalau alikuwa msaada hata chakula. Alikuwa mliza tu. Baada hakuna mtu ambaye ni mbaya 100%. Huyu baba akiondoka, watoto wataishi na huyu ataishi. Maana katika uovu wake mbaya watakala alikuwa chakula. Alikuwa anafanya vita. Hata ukipo pale ndani ya nyumba tayari ni ulinzi, usalama. Tunaambiwa tuvumiliane, tuchukuliane, tusiwe na hasira kupita kiasi, kama wale wafanyakazi waamua kutaka kwenda kuyaondoa magugu. Tabia mbaya mume wako ndio gugu hilo, tabia mbaya mke wako ndio gugu hilo. Endeleeni kuishi pamoja kwenye familia, kwenye ndoa yenu, mkichukuliana, mkivumiliana, na wakati huo mnashauriana, mnaonyana, mnakemeana, maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, mifano iko mingi tu katika dunia. Watu walioamua kuishi pamoja baadaye wakabadilika. Lazima nishangae nini? Baba ulikuwa mzuri, tabia nzuri mwanzoni, tabia nzuri, basi baba kabadilika. Mama alikuwa tabia nzuri, njema
kabisa faraja ya familia pale ya baba, lakini sio baba kubadilika. Tabia hizi zimetoka wapi? Tabia ya shetani, adui. Labda uadui, ushetani amepata wapi? Kila mmoja anajua kupata ushetani wake, ubaya wake, uovu wake, ameenda na nini. Alikuwa anyipombe, alikuwa tabia nzuri. Baada ya kuja kwenye pombe tu basi amebadilika. Mama huyu alikuwa tabia nzuri tu, baada ya kwenda saluni na video amebadilika. Shetani anaingia kwa njia hiyo kwenye familia zetu, kwenye ndoa zetu, kwenye maisha yetu. Tunakwenda kwenye vijiwe vya shetani na tunachota kwenda nyumbani na anaweza kurejea. Lakini dawa sio kuachana, sio kufukuzana. Unafika wakati kabisa baba na mama waliishi vizuri, walifanya na ndoa kabisa, itafika wakati hawaelewani. Wanakwenda mahakamani, wanapeana talaka mpaka wanagawana vitu. Wamejenga nyumba wakahangaika maisha, wametafuta, wamehangaika, wakajenga kijumba chao na kibiashara chao kimekwenda, eti baadaye wanaachana na amri ya mahakama, wanagawana nyumba inauzwa, mashamba yanauzwa, wanagawana. Haya, mnagawana sawa, mnagawana mali, nyumba, alafu watoto nakuwa au kuachia watoto sehemu yake mnaishi. Baadaye tunaandika watoto tabela ubaya, watoto waeleweki. Nani kasababisha? Kuachana kwenu kumesababisha kiakili. Ndio maana unakuta watoto wa mitaani wametoka wapi? Watoto kaomba mitaani, vifua wazi, tumbo nje huko, peku. Wametoka wapi? Wale wametoka kwenye familia wala hawakushuka. Wale ni watoto wa baba na mama. Hakuna mtu aliyeshuka kwenye baba na mama. Yawezekana maamuzi yao ya kuachana, kupeana talaka, ndio wale watoto wamekuwa ombaomba. Watoto kwaja, mtoto wa fulani alikuwa. Mmeona matokeo yake? Mmeona matokeo yake ya kutokuwa tayari kuvumiliana, kuchukuliana. Usiangalie wewe tu, angalia jamii, angalia familia, angalia ndoa yako, angalia. Kuna wengine ndio kwa wamegombana mpaka kupigana, lakini wako pamoja. Ndio sio kugombana mpaka wamepigana, mpaka wamewekana ngeo uso, lakini mpaka leo wanadunda wako pamoja. Watoto wamesema wanaishi kwa kuwa wamechukuliana, wamehurumiana, wamevumiliana. Lakini hii tasema kuna watoto wengi wamepata balaa, majanga, wameshafika malengo yao kwa ajili ya maamuzi ya wazazi, na hasa pale unapokiona kwamba wewe ni mwema sana kuliko mwenzako. Siku zote na
tunainuliwa kupitia Zaburi, tunasema Bwana, kama ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angeishi? Wewe umejaa huruma na fadhila. Yaani wakati mwingine Mungu ana huruma kuliko mwanadamu. Mwanadamu anakuwa mkali kuliko Mungu. Mwanadamu anakuwa mkali kuliko Mungu. Na kama Mungu angechukua hatua kwa waliomkosea, waliotenda dhambi, nani angeisha? Nani angeisha? Lakini Mungu anakuhurumia, Mungu anakusamehe. Madhambi mangapi tumetenda sisi? Ni madhambi mangapi tumetenda sisi? Tumeanguka mara ngapi katika dhambi? Tumemkosea Mungu mara ngapi? Kwani Mungu ajui? Mungu aone. Mungu anakuhurumia, Mungu anakupokea, Mungu anakusamehe, tena anakupa na nafasi zaidi ya kuishi. Lakini wewe ukiona kosa la mwenzako unajawa na hasira, unasema, unaongea, yaani kama vile umekuwa kichwa. Naona kuna watu hapa anakwambia wangechukua maamuzi ndoa isingekuwepo na familia isingekuwepo mpaka leo. Lakini wamechukuliana, wamevumiliana mpaka leo wanaishi vizuri pamoja na makesi mengine haya, lakini wanaishi vizuri. Ndio fundisho leo. Tujue kwamba mwanadamu pia ameumbwa katika hali ya dhambi, katika hali ya kuanguka. Usiwe rahisi kuondoa ugu kwenye nyumba yako, na kama ni kuondoa, ondoa polepole na kwa utaratibu. Maamuzi yoyote unayoyachukua, angalia yasije yakaathiri nyumba yako, ndoa yako, jumuiya yako, kanisa lako. Hapo ni kanisa. Wakati mwingine unaweza kumwona padri, tukamwona mzambi kuliko sisi. Yaani kwenye nawe itakatifu kuliko padri. Na ungetamani padri aondoke, aondoke. Kristo tumaeletu pamoja alikwenda kupalilia shamba lake shambani. Mama alikuwa na mtoto wake mdogo, hawezi kukaa pomoni na wote, akamtengenezea nguo chini, akatafutia ile mpira na maua na kwenda mweka pale chini ya kivuli. Mama analima, mama anapalilia, jua likajitokeza, mtoto tu anacheza tu kupulaki anacheza tu, mama analima, yuko bize mama. Kuja kugeuka hivi, akamwona yule mtoto amedhilishwa na nyoka kubwa, mzuka mtoto moja mbili, lakini mtoto anacheka mama kucheka. Mtoto amezingirwa, amezungukwa na nyoka. Mtoto hana habari, mtoto ni mtakatifu, ajui nyoka, ajui ubaya. Mama alipoona amepaniki, akatupa jembe. Na kila swali kama umefanya kama aliyekuta wewe mama au baba umefanya
utachukua jembe ukapiga nyoka, utachukua jiwe upige nyoka, ukimpiga nyoka utamwongeza nini? Hasira. Tunachofanya nini? Ukichukua jiwe umpige nyoka, anakuwa kupiga nyoka. Hata ukikuwa na bunduki ya kumuua nyoka, utamuuaje nyoka? Utamuuaje mtoto huyu aliyezingiwa, aliyezungushwa na nyoka? Mama, wala msikujibu, ukafanyie kazi na wewe, ukafanyie kazi, lakini anaendana na somo la leo. Tuwe makini sana, tuwe makini sana, kuwa makini sana katika maisha. Shuleni mtu amefanya kosa moja tu, unamfukuza shule, alafu ile shuleni mtu amefanya kosa, ikatoroka, ikapigana kosa moja nini, alafu na kwa nini naitwa shule? Kituo cha malezi. Nikaanza kumlea mtoto huyu, kumrekebisha mtoto huyu, kosa moja umemsaidiaje mtu huyu? Na inawezekana tabia ya mtoto huyu imetokana nyumbani kwako ulivyo, wazazi wako walivyo. Sasa amepata bahati kuja wapi? Shuleni. Tabia ya wazazi ya baba naye ni kesho. Wewe ndio kumsaidia kumrekebisha. Ondoka. Baba karibikiwa na mtani ataishi. Nini maana ya malezi? Tukiweza kutoa mifano mingi sana kuhusu somo la leo. Kwa maana kanisa limejaribu kichani cha maungamo. Kwa hiyo kuumba wanadamu nafasi ya kufadhali, ya kufikiria, ya kutubu, ya kuendesha maisha. Na kama tumeshindwa, basi tumwachie Mungu mwenyewe. Lakini usiwe maamuzi ambao matokeo yake yanakuwa. Tumwombe Mungu katika ibada hii na misa hii, atupe moyo wa hekima, moyo wa busara, wa kuishi mafundisho yake, maelekezo yake, na hasa kuwa uvumilivu, kuwa wapole, na moyo wa kusamehe na kusamehe. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiimba. Mnasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliye
Shamba la ngano na magugu ni mfano wa mchanganyiko wa wema na wabaya katika kanisa. Bwana, kwa mfano wa magugu ulitufundisha kwamba katika jumuiya ya waumini na wema na wabaya, utuonyeshe njia ya kuwafundisha wale waliopotea katika njia ya haki na imani. Bwana, tunakuomba utusikie. Tunapoona waumini wa kanisa wanaongelea katika imani, utuonyeshe njia ya kuongoza kurudi katika njia ya imani. Bwana, tunakuomba utusikie. Magugu yanastawi bega kwa bega na ngano. Utusaidie tusihukumu mtu kwa kuwa msimamo wake unaofanana na maoni yetu. Bwana, tunakuomba utusikie. Bwana wa shamba aliwakataza vibarua wake wasitoe magugu. Ulainishe mioyo yetu, tusiwanyime huruma yako wanaohitaji. Bwana, tunakuomba utusikie. Tunawaona vijana wetu wanaokwenda njia mbaya. Utukumbushe kwamba upole wetu utasaidia zaidi kuliko lawama katika kuwarudisha katika njia njema. Bwana, tunakuomba utusikie. Tuongeze maombi yetu binafsi. Bwana, tunakuomba utusikie. tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amen.
Pia kupitia familia hii imekuja kushukuru. Wametambua wema wako na huruma yako, uvumilivu wako kwako. Ndio maana leo pokea zawadi ya mkate. Tunakuomba Baba, tupokee vipaji vingi na kuleo haya. Pia wanaomba baraka, ulinzi, usalama ili wakibaki waaminifu kwako. Wanaomba usalama na maisha mema. Wabariki Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sali ndugu sadaka yangu na yenu, ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi.
kukamilisha kafara mbalimbali za sheria za zamani kwa njia ya sadaka pekee ya Kristo. Uipokee sadaka hii kutoka kwa watumishi wako waaminifu, uibariki na kuitakatifuza kama ulivyobariki sadaka ya Abeli, ili kile alichokutolea kila mmoja wetu kwa heshima ya adhabu yako kifae kwa wokovu wote, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye akishapotezwa msalabani alitoa na mauti isiyo na mwisho, na kwa kufufuka katika wafu alitujalia uzima wa milele. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wako pamoja na nguvu za malaika na majeshi ya malaika wa mbingu twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho.
haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uweza tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka mawe ya jua hata macho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. pamoja na ufuko wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapokutazama ujio wake wa pili, tunafurahia kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye alitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya Mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Yohane Mwinjili msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu Leo wa 14, Askofu wetu Stefano Msomba, pamoja na maaskofu wote, Wakristo wote na watu wote unaofanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii tulioiita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Nasi tunatumaini katika kufika katika ufalme huu, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana naye milele
na tutakusifu bila mwisho kwa njia yake pamoja naye na ndani yake. Wewe Mungu Baba mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Tunasubutu kusema wala tusifadhaishe lolote tunapotazamia tumaini letu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, amana acheni, amani yangu nawapa. Usizame dhambi zetu ila tumaini la kanisa lako. Ulionya Mwana mmoja kama yaliyo mapenzi yako, unaisha kutawala milele na milele. Amani ya Bwana.
stress zinapungua. Waimbaji asanteni sana. Vijana wote tafadhali.